Wajibu wa mzazi. Wajibu wa mzazi kwa mtoto. Wajibu wa mzazi kwa mtoto. Tunakushukuru wa Mungu kwa kuwa leo tumekusanyika pamoja na uzao wa tumbo letu, na umetujalia neema ili uweze kutufundisha njia zako kwa ajili ya vizazi ulivyotubariki navyo. Asante kwa neema hii kubwa katika Kristo Yesu. Amen. Wajibu wa mzazi unatoka kwa Baba Mungu. Mtoto anapozaliwa ni Baba Mungu ndiye anempa wajibu mzazi kwa ajili ya malezi ya huyu mtoto aliyezaliwa viunoni mwake. Na moja ya kitu ambacho ni kazi ya mzazi, ni kazi na sio kazi ndogo, ni kazi kubwa, ni juu ya malezi ya mtoto. Kwa sababu katika Mungu kila mtoto ana hatima. Kila mtoto ana hatima. Lakini ili afanikiwe kuipata hatima yake, mikono ya mlezi ni ya muhimu sana kwenye maisha ya mtoto. Sasa huyu mtoto ili aipate hatima yake anatakiwa ajengewe uwezo. Ajengewe uwezo. Na namna ya kumjengea uwezo ni kupitia malezi ya kila siku. Kwa sababu unapomwona mtoto lazima ufikirie kwamba huyu ndiye baba wa kesho na ndiye mama wa kesho na ndiye mmiliki wa kesho na ndiye msimamizi wa kesho na ndiye mtawala wa kesho na ndiye mwenye nafasi wa kesho. Kwa hiyo anapita kwenye nafasi ya mzazi kimaalumu, kimkakati, ili aweze kufikia kile kitu ambacho Roho wa Mungu alikusudia wakati anamuumba huyu mtoto. Huyu mtoto ana hatima, na hatima yake sio ndogo. Kwa hiyo katika malezi lazima pia tuone ule wivu wa kuwajibika, kwa sababu pia ya kuipigania hatima na kuilinda hatima. So huyu mtoto anapojengewa uwezo, kitu cha kwanza kinachotokea, anakuzwa kiakili. Anakuzwa kiakili. Mzazi anapomjengea mtoto uwezo, cha kwanza kinachofanyika, huyu mtoto anakuzwa kiakili. Anakuwa na uwezo wa kupambanua baya na zuri, cha kufanya na cha kutokufanya, nani ni nani na nani sio nani, kwa nini hiki na kwa nini sio hiki. Anajengewa uwezo wa kiakili. Lakini namba 2, anajengewa uwezo wa kitabia. Anajengewa uwezo wa kitabia. Kila tabia
tunayoiona kwa watoto wetu imejengwa. Huyo mtoto, hiyo tabia inatokana na mikono iliyomlea. Bwana asifiwe. Lakini mtoto anajengewa uwezo wa kujiamini. Anaanza kuona, ninaweza, ninafaa, mimi ni mtu wa muhimu, nina nguvu juu ya hiki, naweza kukamilisha hiki, kutokea kwenye malezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika malezi, huyu mtoto anaanza kujengewa mahusiano. Anaanza kujengewa mahusiano na watu. Unaona, anaanza kujua huyu ni shangazi, huyu ni mjomba, huyu ni kaka, huyu ni rafiki, huyu ni dada, huyu ni jirani, huyu ni babu, kwa sababu ya malezi. Bwana asifiwe. Lakini tena huyu mtoto anaanza kujengewa uwezo mkubwa sana wa kazi. Kazi ni matokeo ya malezi. Mtoto ambaye ajui kazi ni kwa vile alivyolelewa. Lakini kwenye malezi, moja ya kitu ambacho mzazi anawajibika nacho ni kumjengea mtoto uwezo wa kufanya kazi. Kwa sababu kwenye kazi kuna utu. Kwenye kazi kuna utu. Kwenye kazi kuna utambulisho. Kwenye kazi kuna mapato. Kwenye kazi kuna kuaminiwa. Kwenye kazi kuna nguvu ya nafasi. Kazi ni urithi wa mtoto. Kwa hiyo mtoto anapolelewa akiwa mdogo, anaanza kujengewa uwezo wa kazi, kupenda kazi, kufanya kazi, kujua kazi. Hizi kazi ndogo ndogo ni za muhimu sana, kwa sababu katika kazi ndipo pia kuna kukua kiakili. Hizi kazi za kila siku unamshirikisha mtoto pia zinampa upeo wa kuinuka kiakili. Zinampa pia upeo wa kuwa na afya njema. Zinampa pia upeo wa kutambua yeye ni nani. Kwenye kazi anaanza kujua, mimi ni mzuri katika nini, ninaweza nini. Haleluya. Bwana asifiwe wazazi. Kazi sio adhabu, ni nature. Ndio maana Mungu kabla hajampa Adamu mke alimtambulisha kwenye kazi. Kwa hiyo unapoiona kazi ni kiroho. Kazi ni asili ya Mungu. Kwa hiyo ikiwa watoto wetu wanatokana na Mungu, tunatakiwa tuwatambulishe katika kazi, tuwajengee uwezo wa kufanya kazi. Bwana asifiwe. Biblia ina maelekezo, tutasoma kwenye Mithali 22:6. Very important. Karibu ule msomaji, karibu. Mithali 22 mstari wa 6. Biblia inasema,
mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtoto aachiwi tu kuleleka vyovyote, kuna njia ipasayo. Sasa njia ipasayo ndio haya mafunuo ambayo nimewaambia kwamba unahitaji kumjengea mtoto uwezo katika ufunuo. Mtoto awe na akili, aweze kuwa na tabia, aweze kujiamini, awe na mahusiano, ajue kazi. Bwana asifiwe. Uwekezaji una faida nyingi. Una faida nyingi kwa mtoto, lakini pia una faida nyingi kwa mzazi. Mtoto asipojengewa uwezo anaweza akawa tatizo. Anaweza akawa tatizo juu yake mwenyewe, na anaweza akawa tatizo pia kwa wazazi pande zote mbili. Hivi nimeanza kuongea hapo? Kwa sababu huyu mtoto asipojengewa uwezo anaweza akasababisha matatizo haya yafuatayo kwa mzazi. Tatizo la kwanza, huyu mtoto anakuwa mzigo kwa wazazi. Ijapo Biblia inasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mamaye, lakini huyu mtoto anakuwa mzigo kwa wote, au mzigo kwa mzazi mmoja. Ila kama huyu mtoto hajasaidiwa, hajajengewa uwezo, kuwa mzigo ni kuwa teso, anakuwa teso. Maana pale anapotakiwa ajisimamie, hawezi kujisimamia. Anapotakiwa asaidie wengine, hawezi kuwasaidia. Anapotakiwa awe na matokeo, hana matokeo. Anapotakiwa awe na nguvu, anakuwa dhaifu. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa mzigo, kwa sababu hata majira ya yeye kujitegemea bado anaendelea kuwa tegemezi. Bwana asifiwe. Lakini kitu kingine kibaya, ambapo kama mtoto hajajengewa uwezo, mtoto anaweza kuzalisha huzuni kwa wazazi. Anaweza kuzalisha huzuni kwa wazazi. Mzazi anaweza akawa na huzuni ya ndani, lakini huzuni ya mzazi ina madhara kwa mtoto. Yaani mzazi vile anahuzunika kwa ajili ya mtoto, hata kama asemi maneno, ile huzuni ya mzazi ina affect maisha ya mtoto. Naongea hivi. Tutasoma kidogo. Mithali 17:25. Karibu. Mithali 27 mstari wa 15. Yeye 17 Karibu 17:25. Mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye, na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. Bwana asifiwe. Kwa mwana aliyekosa malezi, ule upumbavu wake unazalisha huzuni. Yaani automatic kuna huzuni inaumbika, kwa sababu mtoto haendi, mtoto hana cha kufanya, mtoto mzurulaji, mtoto mtukanaji, mtoto mgomvi, mtoto hana mwelekeo. Wazazi huwa wana matarajio kwamba mtoto wangu akifika age hii atafanya hiki, na wazazi wasipoona yale matokeo,
mioyo inaanza kuinama, wanahuzunika. Kitu kingine ambacho kama mzazi hataweza kumjengea mtoto wake uwezo, kitu kingine ni uchungu. Uchungu uzaliwa, maumivu ya ndani ya moyo yanaanza kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtoto, kitu kingine, kama atakosa kuwezeshwa kimalezi, unaanza kuona analeta aibu kwa wazazi. Kuna viaibu vinaanza kutokea vya hapa na pale. Kuna sintofahamu zinaanza kuzaliwa ambazo zinaaibisha. Sema mzazi anajikaza, lakini aibu ipo. Naongea, tutasoma Mithali 29:15. Mithali 29:15. Karibu. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye na babaye. Ongezea hapo, andika mbele. Lakini pia mtoto unapokosa malezi, kuna kitu kinaitwa kwa mzazi, mambo yanaweza kutokea, shida inaweza kutokea, magonjwa. Kuna wazazi wanaanza kuugua. Kuna magonjwa kwa sababu mtu una huzuni, ulali. Mtu una huzuni, moyo umeumia, umekata tamaa, unasikia aibu. Mwishowe unaanza kuona magonjwa yanazaliwa kwenye mwili wa mzazi. Na kitu kingine kinachoweza kutokea ni kuchanganyikiwa. Wazazi wanachanganyikiwa. Anaweza asifikie level ya kuokota makopo, lakini unamwona mzazi yuko stressed, depressed, ana mkandamizo na shinikizo la moyo, anachanganyikiwa, hata ajui afanyeje, aende wapi, iweje. Anaongea vitu ambavyo havipo kwa sababu ya matokeo ya watoto. Very important. Lakini vifo kabla ya wakati. Amen. Sasa kama mzazi tunapojiwajibisha kuwalea watoto wetu, tunaepuka mateso mengi, tunaepuka udhia mwingi. Watoto wanapokuwa wadogo, mzazi lazima aone mbali, kwa sababu makosa ya malezi yanaweza kumpeleka mzazi kaburini. Kwa hiyo mzazi lazima achukue wajibu wake mapema wa kumlea huyu mtoto ili ayaepuke mateso yatokanayo na mtoto ambaye hajalelewa. Na mimi niwaambie wazazi kwamba mtoto hawezi kujilea. Ndio maana ni mtoto, hawezi kujilea. Kwa hiyo wewe mzazi ndio umepakwa mafuta. Pale ulipomzaa huyu mtoto, kuna neema iko ndani yako ya uangalizi wa huyu mtoto,
ili aipate hatima yake. Akiipata hatima yake, ndio starehe yako na raha yako na furaha yako na burudiko lako na pumziko lako la kuishi hapa duniani. Haleluya. Sasa tumwangalie mtoto ambaye hajajengewa uwezo. Dalili za mtoto ambaye hajajengewa uwezo. Dalili za mtoto ambaye hajajengewa uwezo au hajalelewa katika njia impasayo. Kwanza, huyu mtoto anakuwa asikii, kwenye mabao nimeweka sio mtii au mkaidi. Namba 2, huwa ana majibu mabaya. Ana majibu mabaya. Namba 3, anaanza kukosa adabu. Anaanza kukosa adabu. Hana nidhamu, anakosa adabu. Nyingine huwa ni mgomvi. Ni mgomvi. Nyingine anapenda kutumikiwa. Anapenda kutumikiwa na apendi kutumika. Nyingine hajui thamani. Hajui thamani. Hajui thamani ya mzazi, thamani ya mtu mzima, thamani hata ya vitu hajui. Hajui thamani ya hela, thamani ya vitu, hata thamani ya watu hajui. Nyingine tabia mbaya. Anakuwa na tabia mbaya. Tabia mbaya ngumu. Nyingine anakuwa mchoyo. Anakuwa mchoyo, ila hii sio kwa wote. Lakini kuna mkuta mwingine sasa akikosa malezi anaanza kuwa mchoyo. Mwingine upenda kulala. Upenda kulala. Yeye hataki kuamshwa, hataki kuamshwa. Akiamshwa ni ugomvi auishi. Nyingine ni mvivu. Ni mvivu. Nyingine ufurahia mapicha. Ufurahia mapicha kama cartoons na mapicha mengine ya kwenye simu na kwenye TV. Nyingine huwa ni mzurulaji. Mzurulaji. Nyingine ushikamana na marafiki wabaya. Ushikamana na marafiki wabaya. Nyingine huwa hapendi watu. Hapendi watu, ijapo sio wote, ila mtoto anapokosa malezi anaanza kuto kupenda watu. Nyingine utekwa na mambo yanayozuka. Utekwa na mambo yanayozuka kama betting, mambo ya kamari.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika malezi Mungu anatusaidia. Mimi kama mzazi lazima nitambue kwenye moyo wa mtoto kuna ujinga umefungwa. Ndani ya moyo wa mtoto huwa kuna ujinga umefungwa ndani yake. Ndio maana lazima alelewe na kusaidiwa ili kuweza kumtoa katika ule ujinga. Huyu mtoto asipolelewa akaachwa na ule ujinga, madhara yake ni makubwa, na huyu mtoto anaweza asiishi maisha yake yote, anaweza akapoteza maisha. Kwa hiyo mimi kama nimeaminiwa kutoa huo ujinga kwenye moyo wa mtoto, nini natakiwa nifanye? Cha kwanza natakiwa nimfundishe mtoto wangu. Natakiwa nimfundishe. Mimi kama mzazi nahitaji kuwa mwalimu wa kwanza wa mtoto wangu. Kuna namna nyingine tunategemea walimu, lakini walimu hawafundishi maisha. Nyinyi hamjaelewa mifumo ya walimu. Mwalimu ni kama mtu ambaye labda mcheza sinema anapewa script. Hata hivyo mwalimu anapewa mwongozo. Labda umkute mwalimu anayejiongeza, lakini mwalimu anatakiwa akae kwenye mwongozo wake. Kwenye ualimu kuna kitu kinaitwa mitaala, na anakaguliwa kwamba anafuata mitaala, na kuna kitu anajaza. Akishafundisha kuna kitu anajaza, kinaitwaje Pastor Nao? Haleluya. Hapa hamna mwalimu hapa? Wako wapi? Sawa. Kwa hiyo mwalimu hatuwezi kumtegemea kwamba yeye atawafundisha watoto wetu maisha. Mwalimu yeye ana concentrate na kile alichopewa. Kama hilo somo lake linapita kwenye maisha, basi mtoto atakuwa amepata neema. Lakini mwalimu anatimiza wajibu wake, amalize alichopewa. Na mwalimu kweli anaweza akawa mlezi, lakini hawezi kuwa mlezi kwa kiwango cha mzazi. Amina. Kwa sababu mwalimu anapolea darasa lina watoto 40, kwa ule ukamilifu wa malezi, kuconcentrate na njia ya mtoto mmoja, kuna vitu atavitambua, lakini inaweza ikachukua muda. Kwa mimi mzazi ndio mwalimu wa kwanza wa watoto wangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Utasoma mwenyewe hiyo Timotheo wa pili sura ya 3:15 na Efeso 6:4 na hiyo Mithali 22:6. Kitu cha pili mzazi anachotakiwa kifanye ili kuutoa ujinga kwenye moyo wa mtoto wake, anatakiwa awe na nguvu ya kumuonya. Maonyo ni kiroho. Maonyo sio kuvunja heshima. Maonyo ni kiroho. Kama mzazi anayetarajia hatima kubwa ya mtoto wake,
anatakiwa atumike kwenye maonyo. Tutasoma hapo msomaji wetu Mithali 29:17. Karibu. Mithali 29:17. Mrudi mwanao, naye atakustarehesha, naam, atakufurahisha nafsi yako. Amen. Soma tena Wafalme wa kwanza 1:6. Wafalme wa kwanza 1:6. Tena baba yake hakumchukiza wakati wowote kwa kusema, mbona umefanya hivi? Kisha alikuwa mtu mzuri sana, naye alizaliwa baada ya Absalom. Aha. Sasa huyu ni Adonia. Adonija. Hebu soma jina lake vizuri. Adonia. Yes. Alikuwa ni mtoto wa mfalme Daudi. Ila maandiko yanasema baba yake akumuonya, kumwambia hivi sio wala hivi sio, alimwacha tu. Na matokeo yake Daudi aliyaona kule juu kwa huyu mtoto kuto kumuonya, akakuwa kama vile hamna mkubwa, hamna mtu mwenye mamlaka juu yake. Lakini mtu wa kwanza kupata hayo madhara ya kuto kumuonya mtoto alikuwa ni baba na mama. Bwana asifiwe. Bible inatuambia, tutakuja kusoma, mtoto moyo wake kuna ujinga. Sasa huo ujinga unahitaji pia maonyo ili ujinga uondoke moyoni mwa mtoto. Sasa tukifata utamaduni wa magharibi, wanasema mtoto akikuonywa, mtoto sijui mwache, usimseme, sijui nini. Madhara yake tunakuwa na kizazi ambacho hakina nidhamu, hakina nguvu, hakiwezi kusimamia mambo, kwa sababu hakikuonywa, hakikutengenezewa uwezo. Nyingine, ili kutoa ujinga ndani ya moyo wa mtoto, unahitaji kumwombea mtoto. Muombee mtoto wako. Haleluya. Muombee mtoto wako. Weka mikono juu yake, muombee. Akilala muombee. Sema maneno, unataka nini kitokee? Sema maneno. Vitu gani uvitaki ndani yake, viseme. Shika kichwa chake, shika kifua chake, shika matumbo yake. Unataka nini kisitokee kwake? Shika mikono, shika nyayo za miguu. Umba unavyovitaka ili uone hatima ya mtoto wako inakustarehesha. Haleluya. Kitu kingine ni kuwa mwangalifu wa nani rafiki yake. Kuwa mwangalifu wa nani rafiki yake, kwa sababu moyo wa mtoto ulivyobeba ujinga, akiwa na rafiki anapenda kila kitu cha rafiki, abagui. Anafurahia kila kitu cha rafiki, anachukua kila kitu cha rafiki. Unaanza kuona maisha ya rafiki yamejaa kwa mtoto wako. Huyu mtoto hana uwezo wa kumwambia rafiki yako, wewe una tabia mbaya, mimi sikutaki. Hana uwezo. Lakini sasa mzazi lazima aingilie kati kumwonyesha mtoto kwamba huyu ni rafiki asiyefaa. Rafiki asiyefaa yuko hivi, rafiki mbaya yuko hivi. Usiwe rafiki na mtu huyu. Bwana asifiwe.
sababu mzazi ni rahisi kuona tangu mtoto wake amekuwa rafiki na huyu, kuna kitu kigeni kimeingia. Kwa hiyo anahitaji kufuatilia huyu rafiki ana nini. Kwa mzazi ndiye anayeweza kutenganisha urafiki mbaya. Bwana asifiwe. Lakini ili kutoa ujinga ndani ya moyo wa mtoto, mzazi anahitaji kuwa na hali ya kumtolea sadaka mtoto wake. Awe na uwezo wa kumtolea sadaka mtoto wake. Sadaka ina sehemu yake, kwa sababu Mungu anapoangalia sadaka anauangalia moyo, na anapoangalia moyo anaujaza neema zake. Kwa mimi kama mzazi nahitaji kupeleka moyo wa mtoto wangu mbele za Bwana kupitia sadaka, kumpa Mungu heshima, akionyeshi kumpenda Mungu, akionyeshi kumpa Mungu thamani, na akionyeshi kwamba Mungu ni wa nafasi ya kwanza. Na atumuonyeshi mtoto kwamba tunapompa sadaka ambazo hazina maana kabisa, atumuonyeshi mtoto kwamba Mungu ndio chanzo hata cha uhai, hata cha akili, hata cha nguvu, hata cha kupata tunachokipata. Kwa huyu mtoto anapolelewa kwenye visadaka vya ovyo ovyo, anakuwa haelewi ile nguvu ambayo inaweza ikatokea kwenye maisha yake kupitia maisha yake ya sadaka. Kwa huyu mtoto tayari anajengewa msingi mbaya wa kutokumtolea Mungu maisha yake yote. Kwa sababu ikiwa mama yake wewe umeokoka na unawezekana ni mtumishi na una uwezo, lakini utahakikisha umechange mpaka imefikia 500 ndio unasema sasa sadaka. Kwa hiyo mtoto anaanza kujengeka, kumbe huwezi kumpelekea Mungu noti, lazima umpelekee change. Mungu ni wa hela ndogo ndogo. Kwa baadaye kunakuwa na ngome ngumu sana kumtoa mtoto aanze kumtolea Mungu vitu vinavyofaa. Lakini nataka nikwambie, sio kila sadaka inapeleka moyo. Sio kila sadaka inapeleka moyo. Kuna sadaka tunawapa watoto ni kama utaratibu wa dini, lakini sio ufunuo. Unaweza ukaangalia sadaka unampa mtoto wako, ni roho Mungu amekufunulia kwamba umpe mtoto wako akatoe. Hiyo sadaka ina maana gani? Kwa sababu sadaka zina maana. Hata wazazi tumefungwa katika giza kubwa kwenye hilo eneo, lakini hizi sadaka zina nguvu ya kumvusha mtoto, kwa sababu kuna vitu vingine mtoto anavipitia sio vya kimwili, ni vya kiroho. Kwa unahitaji kuchukua ile neema ya kujua kwamba mtoto wangu lazima awe na nguvu ya ufunuo wa sadaka tangu akiwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha mwisho, ili kuondoa ujinga ndani ya mtoto anahitaji kuchapwa viboko. Cha kwanza, mzazi lazima uelewe kwamba fimbo ni roho ya masahihisho. Fimbo ni roho ya masahihisho.
Lakini pia fimbo ni hekima ya malezi. Fimbo ni hekima ya malezi tulioelekezwa na Baba Mungu. Fimbo ni alama kwamba nampenda mtoto wangu, ni alama ya upendo. Very important. Tutasoma maandiko. Fungua Mithali 13:24. Mithali 13:24. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Naomba urudie, wazazi wasikie. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo matumizi ya fimbo ni kiroho. Ni kiroho. Hii ni njia kamili inayoonyesha penzi la dhati kwa huyu mtoto. Kwa sababu fimbo ni mamlaka inayomkomboa mtoto na madhabahu ya ujinga. Ni mamlaka, fimbo ni mamlaka. Fimbo haipo kumuua mtoto. Fimbo haipo kumuua mtoto, bali fimbo ipo kumuokoa na giza la ulimwengu. Tutasoma kidogo. Fungua moja na mimi Mithali 23:13 na 14. Mithali 23:13 na 14, tusome. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapompiga kuna janga la uharibifu. Unamtenga mtoto wako kutokea kwenye mapigo. Ni Mungu ndo anaelekeza, lakini kuna shule za magharibi zinataka kutangua sheria ya fimbo ambayo ni kanuni ya kiroho. Kuna ujinga ndani ya mtoto ambao hautautengua isipokuwa mamlaka ya fimbo. Na huyu mtoto anapopigwa, apigwi ili kuonyeshwa kwamba mimi mzazi ni mkatili. Mtoto anapigwa au anachapwa ili kuonyesha penzi na kuokoa na uharibifu na mauti na janga nalokuja. Kwa ninapompiga naambatana na maneno. Nitakiwa niwe na fimbo hapa, haleluya. Ninampiga huku namwambia, neema ya Mungu ikutoshe. Neema ya Kristo ikutoshe. Neema ya Kristo ikutoshe. Neema ya Kristo ikutoshe. Ikufungue na akili yako na uwe huru. Ninakuamuru katika udogo hautakaa, utakaa katika ukuu. Fimbo hii ni alama ya ushindi kwa jina la Yesu. Unamalizia kwa jina la Yesu. Ni kiroho. Ndio maana unamuona mtoto ukimchapa akimbili kwa jirani, anakimbilia kifuani. Ni kiroho. Lakini mtoto ukimwacha hata kuwa wa kwako,
Usipomchapa hata kuwa wa kwako. Na mimi niwaambie wazazi, usipomchapa atakuchapa yeye fimbo za maisha. Utakuwa ulali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuna upumbavu ndani ya moyo wa mtoto. Hebu tuangalie Mithali 22:15. Mithali 22:15. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Rudia hiyo wazazi wasikie. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Kwa mimi mzazi, ninapomchapa mtoto, mimi hapa lengo langu ni zuri. Kwa nini? Na uondoa ujinga, na uondoa ujinga, na uondoa ujinga. Kwa sababu ujinga ni janga, na uondoa ujinga, na uondoa ujinga, na uondoa ujinga. Ili mtoto awe na akili, aweze kuishi, akufurahishe, akustareheshe, akupe pumzi, akupe nafasi, akupe neema kwamba nilizaa kwa faida. Leo kuna wazazi wanalia usiku na mchana sababu ya watoto. Kuna wazazi wanaumwa kwa sababu ya watoto. Kuna wazazi wamechanganyikiwa kwa sababu ya watoto. Kuna wazazi wamevamiwa na mapepo kwa sababu ya watoto. Lakini ujinga una dawa, una dawa. Yeah. Kwa hiyo mzazi, uwe na kiboko, una Biblia na kiboko unacho. Haleluya. Hamtaki kuwachapa watoto wenu. Uwe na Biblia na kiboko unacho. Sasa swala la kumchapa, unapomchapa mtoto ndipo unaweza kumrudisha kwenye mwelekeo. Tutasoma hapo Mithali 19:18. Mithali 19:18. Mrudi mwanao, kwa maana liko tumaini, wala usiikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Mrudi mwanao, kwa kuwa liko tumaini. Kwamba huyu mtoto napomrudi anarejea. Ukimwacha tayari kuna madhara yatajengeka na kuathiri mpaka maisha yako. Na mimi niwaambie wazazi kwamba kumchapa mtoto kuna muda. Huo muda ukiexpire, huwezi kumchapa tena. Kwa kama anabaki na ujinga wake. Ni neema ya Mungu tu ingilie kati, imsaidie kwa njia nyingine. Lakini mimi kama mzazi lazima nitumie ule muda kabla hauja expire, lazima niutumie sawa sawa. Ili mtoto akae kwenye direction, asije akapotea, akaingia kwenye uangamivu, akaingia mahali ambapo nikiinua kibao kumchapa unaweza ukalazwa hospitali. Au huyo mtoto ndo akafunga mlango akaondoka na hautamuona tena, amekubali kuwa chokola,
mtoto wa mtaani. Kuna muda wa kumchapa mtoto, ukipita huwezi kumchapa tena. Ndio Waswahili wanasema samaki mkunje wakati gani? Alafu akisha kauka. Huo ni msemo mgumu, ni msemo mgumu. Kwa sisi kama wazazi tunahitaji kuelewa neema ambayo tumepewa. Usije ukafikiria kumwacha tu mtoto au muonyi au mchapi ndio kumpenda. Hapana, ndo anaangamia hivyo, ndo anaangamia. Kwa sababu Bible yenyewe inauona ujinga, inauona huyu mtoto ana ujinga moyoni mwake, anao. Kwa ili ujinga uondolewe, lazima kuwe na mzazi mwenye pendo ambaye anaweza akachukua mamlaka yake na kuanza kumtendea haki mtoto wake. Mtendee haki. Fimbo ni haki ya mtoto. Nionyeshe mtoto aliyepita kwenye fimbo, nitakuonyesha mtoto anayeenda. Nitakuonyesha. Nionyeshe mtoto ambaye hajapita kwenye fimbo, nitakuonyesha mtoto ambaye iko zigizaga. Kwa fimbo ina maana. Sisi watu wa rohoni lazima tuwalee watoto wetu katika njia ipasayo. Usimnyime mtoto wako mapigo. Jesus. Maana kwa kumchapa hautamuua. Fimbo haiui mtoto. Fimbo inaelemea tu ujinga. Iko pale kwa ajili ya kumkomboa na ujinga. Hatutaki watoto wetu wawe wajinga. Kwa tunawachapa wasi wajinga. Tunawachapa. Haleluya. Yeah. Akifanya vitu vya ujinga, na kukomboa na ujinga, na kukomboa na ujinga. Madhabahu ya ujinga ikai kwako, madhabahu ya ujinga ninaing'oa. Sasa nyinyi mmezoea kukemea kila kitu. Biblia haituambii ujinga wa mtoto unaondoka kwa kukemea kwa jina la Yesu. Kukemea kwake ni unampa vitatu vinne. Yes. Alafu utamwona mtoto huyo anachangamka, akili narudi, anakuwa na adabu. Anakuwa, unaelewa? Anaanza kujiamini, anaanza kutumika. Unamwona huyo mtoto, moyo wako unaanza kufurahi. La sivyo, watoto tumewazaa wenyewe, wanatushinda wenyewe. Wanatushinda wenyewe. Asipopita hapa kwenye kiboko, atakushinda mwenyewe. Unaona? Kwa ni mambo ya nyumbani, ni mambo ya nyumbani kule. Shughulika na mtoto wako kule nyumbani. Nyumbani kule. Mtendee haki zake kule nyumbani. Msaidie pale nyumbani ili akae vizuri kwa ajili ya hatima. Mzazi ana jicho la kuona mbali. Siku haupo, huyu anaishije? Atakaa na nani? Ataenda kwa nani? Ni nyumba gani itamchukua? Atakuwaje? Mtu wa namna gani? Ndio sasa nasema na kuandaa hata siku sipo utaishi. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hiyo ilikuwa ni portion ndogo kwa ajili ya wazazi. Mungu awabariki. Sema Bwana Yesu mzazi, na kushukuru kwa ajili ya roho ya malezi. Nipe kufanya wajibu wangu. Roho Mtakatifu, sitakuwa sababu ya kuangamia kwa huyu mtoto. Sitakuwa sababu ya kupoteza direction ya huyu mtoto. Sitakuwa sababu ya maovu kumeza mtoto wangu. Sitakuwa sababu ya ulimwengu kuharibu maisha ya mtoto wangu.
nipe ufunuo wa kufanya wajibu wangu wote. Nisaidie Roho wa Mungu, sitaki kuwa na deni juu ya huyu mtoto ulionipa. Nisaidie Bwana kwenye zamu yangu, niwe imara, nifungue macho yangu niweze kuiona hatima kubwa ya mtoto wangu. Ataishi hata kama sitakuwepo. Baba, asante kwa neema ya malezi. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. So tunakwenda kuomba. Naomba sasa nisaidieni kuwaleta watoto. Nisaidieni kuwaleta watoto. Na pastors tuliopo, naomba tusogee, tutawatia mafuta watoto. Tuwasaidie watoto, tukae nyuma yao. Pastors tukae mbele. Warudi nyuma kidogo ili wa pastors waweze kuwa wanapita kwa uhuru. Leo watoto tunawaamudu kwa sababu sisi tuko wengi kuliko wao. Kwa ningependa wewe ni mzazi umekuja na mwanao, kaa hapo nyuma yake. Umekuja na picha ya mtoto, nguo ya mtoto, sogea naye mbele. Umekuja na mtoto wako kwenye picha, sogea naye mbele. Amen. So, kitu cha kwanza tutaanza kuwabariki hao watoto wetu. Tutawabariki. Haleluya. Baraka za Bwana zinaneemesha, zinatajirisha, zinafanikisha, zinakuza na kustawisha. Nataka ukatamke mema, umba mema juu ya mtoto wako. Umba mema. Ninajua vinywa vyetu vinaumba. Sisi ni watu wa imani. Unataka nini mtoto wako kimtokee? Nataka umaanishe. Na wale watu ambao hawana walezi, hawana wazazi, naomba sasa mwasaidie. Kama hao watoto wangu hapa, wajukuu zangu hapa, wametoka Tanga. Utawaombea wote. Watendakazi wapo kule. Wape na wengine watendakazi. Sogeni hapa. Sogeni watendakazi. Tuwasaidie wazazi kuwaombea watoto wao. Wewe mbariki mtoto, mbariki, muinue, mtangaze, mtukuze. Umba jina la sifa, umba heshima, umba neema, akili kubwa, ujasiri, umba kutokuwa na magonjwa, afya njema, ustawi, kulala vema, kuamka vema, umba njia iliyo nyepesi. Haleluya wazazi. Haleluya wazazi. Nataka sasa inua sauti yako, anza kuwabariki watoto katika Kristo Yesu. Anza kuwabariki, wawekee mikono, wabariki. Wawekee mikono, wabariki. Wawekee mikono, wabariki. Bariki kwa baraka zote. Kuwa na ufunuo wa baraka. Nisikie mnatoa sauti. Katika jina la Yesu. Toa sauti, anza kuwabariki. Asante Roho wa Mungu. Leta nguvu mpya. Makusudi kufanikiwa. Bwana wa majeshi, Bwana na wanafanikiwa. Watoto wetu ni wa kwanza. Watoto wetu wanakubalika. Watoto wetu wanapendeka, wanatamanika, wanaaminika. Watoto wetu wanapendelewa kwa jina la Yesu. Watoto wetu Bwana wamefunikwa
na uwepo wako. Watoto wako wamefunikwa na neema yako. Watoto wako wamefunikwa na nguvu zako. Watoto wetu wamefunikwa na uwepo wako Bwana. Watoto wako Bwana sio wa kawaida Bwana. Watoto wetu wamebarikiwa, watokako na waingiapo tangu sasa na hata milele Bwana. Watoto wetu mema yote yanawafuata, baraka zinawafuata, mafanikio yanawafuata, kibali kinawafuata, mvuto unawafuata, mafanikio yanawafuata, kila kitu chema kinawafuata, kila kitu chema kinawafuata. Watoto wetu Bwana, mema yote yanawafuata, baraka zote zinawafuata. Watoto wetu wameinuliwa, watoto wetu wamebarikiwa, watoto wetu wamebarikiwa, watoto wetu ni nuru Bwana. Watoto wetu wanaangaza hata katikati ya giza, wanaangaza Bwana. Watoto wetu Bwana wanapendeza Bwana, wanatamanika Bwana. Watoto wetu wamebeba majibu, watoto wetu wana akili njema, watoto wetu wana ufahamu pana. Watoto wetu Bwana wana akili njema, wana ufahamu pana. Kwa jina la Yesu tunawabariki Bwana, tunaachilia baraka kwa watoto wetu, tunaachilia furaha kwa watoto wetu, tunaachilia amani kwa watoto wetu, tunaachilia baraka kwa watoto wetu. Kwa jina la Yesu tabia zako Bwana zitamalaki kwa watoto wetu, tabia zako Bwana zitamalaki kwa watoto wetu Bwana. Watoto wetu Bwana wanatembea kwenye akili zako, watoto wetu Bwana wana kiasi Bwana, wanapenda Bwana. Kwa jina la Yesu watoto wetu wamejawa na furaha, wamejawa na amani, wamejawa na pendo, wamejawa na kicheko, wamejawa na burudiko Bwana. Watoto wetu ni watii Bwana, ni wanyenyekevu kwa jina la Yesu. Watoto wetu hawana viburi, watoto wetu ni wapole Bwana. Watoto wetu wana mioyo safi kwa jina la Yesu. Watoto wetu wanatenda vyema, wanatenda vyema, wanatenda vyema kwa jina la Yesu. Watoto wetu wamebeba majibu ya mataifa mengi. Watoto wetu Bwana wamebeba majibu ya mataifa mengi. Watoto wetu wamebeba majibu ya taifa la Tanzania. Watoto wetu Bwana wamebeba majibu ya watu wengi Bwana. Bwana watoto wetu Bwana mafuta ya kazi, mafuta ya kazi, kupenda kazi, kupenda kazi, kupenda kazi, kupenda kazi. Ninaachilia neema ya kupenda kazi, kupenda kazi, kupenda kutumika, kupenda kutumika, kupenda kutumika, kuwasikiliza wazazi, kuwasikiliza wazazi, maelekezo, roho ya adabu, roho ya adabu. Oh Jehova, asante, asante Baba, asante kwa neema, asante kwa neema. Hatima kubwa, hatima kubwa ninaipanda, hatima kubwa, hatima kubwa. Oh Jehova, roho ya nafasi, roho ya nafasi, roho ya nafasi iko juu yako, iko juu yako. Wewe ni mtu wa cheo, ni mtu wa cheo, ni mtu wa cheo, mtu wa kuheshimika, mtu wa kuheshimika, ni mtu maalumu, ni mtu maalumu, ni mtu maalumu. Watu wanakutafuta, wanakutafuta, wanakutaka, wanakupenda, wanakuhitaji, wanakusubiri. Haya kataya, ezetara, niboshereba, oriamazata, orebebaya, egetereba, rinamazata, abekesa, ediabara, akataraba. Watoto wetu Bwana tunawapanda kwenye neema ya kuheshimika, tunawapanda kwenye neema kataa mabaya yote, kataa nuksi,
kataa mikosi, kataa laana, kataa uzembe, kataa ukaidi, kataa ugomvi, kataa laana, kataa magonjwa, ndoto mbaya, kataa uchawi, ushirikina, kunyang'anywa akili, uzembe wa kila aina, roho za usahaulifu, kataa kila ubaya, 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 watoto wako, kataa roho za magonjwa, kataa huzuni, kataa mashaka, kataa hofu, ikatae hofu, ikatae hofu, roho ya makosa, kataa 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 upweke, kataa roho ya upweke, kataa upweke, kataa upweke, kataa upweke, roho za kukataliwa, kataa sasa, roho za uganga, roho za uganga, roho za uganga, ushirikina, unajimu, upige bao, kataa, kataa, roho za kucheleweshwa, kusauliwa, kataa, roho za kuamkia, wakuwa wa mwisho, kataa, roho za kuamkia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kataa kila ugumu, kataa kila ugumu, kataa roho za utasa, kataa roho za ugumu, kataa roho za ugumu, kataa roho za utasa, kataa kwa jina la Yesu, marafiki wabaya, marafiki wabaya, wakatae kwenye maisha, wakatae marafiki wabaya, wakatae, eketara baraba, hawatakuwa wagumba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunakataa Bwana, tunawatenga na utasa Bwana, tunawatenga na ugumba, tunawatenga na kukataliwa, tunawatenga na kujitenga, maneno mabaya yaliyotamka juu yake, unayajua, usiyajua, kataa maneno, kataa maneno, kataa maneno yaliyosemwa siku ya kwanza amezaliwa, kataa maneno yaliyosemwa wakati anakaa, wakati anatembea, wakati anasimama, wakati anaenda shule, kataa maneno yaliyosemwa na watu usiowajua, kataa maneno yote ya uharibifu yaliyotamkwa kwa watoto wetu. Bwana, hayo maneno tunayafuta kwa watoto wetu, tunayakataa kwa watoto wetu. Maneno yote ya laana yaliyotamkwa kwa watoto wetu tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kila historia mbaya kwa watoto wetu, tunaifuta kwa jina la Yesu, tunaifuta kwa jina la Yesu. Maneno yote mabaya kwa watoto wetu tunakataa, iliyoinuliwa kinyume, vunja madhabahu zinazomjilia kwa njia ya ndoto, vunja madhabahu, roho za nyoka, roho za wadudu, vunja madhabahu, roho za giza zinazomtesa wakati amelala, vunja madhabahu, kufuatilia kizazi chake, vunja madhabahu, kufuatilia akili zake, vunja madhabahu, reketa tunaivunja kwa jina la Yesu, tunaivunja kwa jina la Yesu. Watoto wetu tunawatenga na kila madhabahu ya uharibifu, na kila madhabahu ya uharibifu kwa jina la Yesu. Watoto wetu Bwana tunawatenga Bwana na kila madhabahu. Naomba watoto wasogee mbele, wazazi warudi nyuma. Baba, asante na kushukuru. Watoto hawa ni mali yako, wamepokea fungu jema lisiloweza kuondolewa kwenye maisha yao. Hatima yao imelindwa, walalapo watakuona wewe, waamkapo watakuona wewe. Haki zao zote zimelindwa, hakuna haki yao itakayopotea wala kunyang'anywa wakati wowote. Watakuwa salama, wamezungukwa na uhai wako, wamezungukwa na uhai wako.
Kila siku watakuwa na kuongezeka, watakuwa wanakuwa akili, wanakuwa uwezo katika utendaji, watakuwa wanakuwa kitabia, watakuwa wanakuwa katika umaridadi, watakuwa wanakuwa katika ubora, ufanisi, ujuzi, ufundi, hekima na neema zote zitaonekana juu yao. Kama vile Yesu alivyokuwa alikuwa katika hekima na kimo, ndivyo mtakavyokuwa. Sio kimo tu, mtakuwa pia katika hekima, mtakuwa katika akili. Wazazi watawaamini, jamaa watawaamini, watu watawapenda. Mtakuwa msaada katikati ya jamii ingali mko wadogo. Ninawabariki kwa baraka sasa na hata milele katika Kristo Yesu. Mkaishi kama Kristo aishivyo. Baba, asante, tumewaweka wakfu mbele zako. Amen. Mchapie Yesu makofi. Amina. Sasa unaweza kumkumbatia mtoto wako na kumwambia maneno unayotaka. Unaweza kumkumbatia mtoto wako. Mpiga picha, naomba upige picha watoto na wazazi. Hakikisha umepata picha, umewakumbatia watoto wako. Asante. Wakumbatie watoto wako, waambie maneno. Fungua moyo wako. Hata kama ni mdogo, mwambie maneno. Wakumbatie watoto wako, walete kwenye matumbo hapa. Usiwakumbatie ubavu, walete kwenye matumbo. Unaweza kumkumbatia jirani kwenye ubavu, lakini mtoto wako mlete tumboni hapa. Umebarikiwa. Naomba sasa utoe sadaka kwa ajili ya hiyo neema, kwa ajili ya utukufu mpya kwenye maisha ya watoto wako. Chukua sadaka umletee Bwana.